Jambo na karibu katika taarifa yetu ya habari ya asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka 2026. Basi kama itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha una subscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine banasema unajiabone na comment vile vile una partager. Tunakukaribisha katika taarifa yetu ya habari ili upate kujua nini kinachoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibu. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa DRC ambako hali ya usalama inaendelea kuwa ya wasiwasi katika groupement ya Luberiki wilayani Walikale mkoani Kivu Kaskazini baada ya watu wenye silaha ambao bado hawajatambulika kumteka nyara mkuu wa kijiji cha Ndurumo anayejulikana kwa jina la Benye Bululu. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa vyanzo vya eneo hilo, tukio hilo lilitokea usiku wa kuamkia tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka 2026 majira saa 5 usiku katika kijiji cha Bana Ulengo. Watu hao wenye silaha waliingia kijijini na kumchukua kwa nguvu kiongozi huyu wa kijiji kabla kutokomea naye kusikojulikana. Vyanzo hivyo vinaeleza kuwa tukio hilo lilifanyika umbali wa takriban kilomita 1 kutoka eneo la Kibati ambalo kwa sasa unadhibitiwa na waasi wa M23. Hata hivyo hadi sasa haijafahamika ni nani hasa aliyehusika na utekaji huu na kuna kundi lolote la silaha ambalo limejitokeza kudai kuhusika na tukio hilo. Wakazi wa eneo hilo wanaeleza hofu yao kutokana na kuendelea kwa matukio ya utekaji nyara na mashambulizi yanayoripotiwa mara kwa mara katika wilaya Walikale. Wanasema mazingira ya usalama inaendelea kuwa magumu, jambo linalowalazimu wengi kuishi katika tahadhari na hofu ya kushambuliwa kwa muda wowote. Kwa sasa kuna taarifa rasmi kuhusu mahali alipo mkuu huyo wa kijiji wala kuhusu hatua zinazochukuliwa ili kuhakikisha anaokolewa salama. Mamlaka za eneo hilo pamoja na wadau wa usalama wanatarajiwa kufanya uchunguzi wa kina ili kubaini waliohusika na kuwafikisha mbele ya sheria. Kwa kumalizia, tukio hili linaonyesha kuwa changamoto za usalama bado zinaendelea kuwakumba wananchi wa maeneo mbalimbali ya mkoa wa Kivu Kaskazini. Wananchi wanatoa wito kwa mamlaka husika kuongeza juhudi za kulinda raia na kuhakikisha viongozi wa kijamii pamoja na wakazi wanapata ulinzi unaostahili. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa DRC ambako mapigano makali yameripotiwa kuzuka katika usiku wa kuamkia tarehe 24 mwezi wa 7 mwaka 2026 kati ya wapiganaji wa Zalendo na waasi wa M23 katika mji wa Masisi Centre wilayani Masisi mkoani Kivu Kaskazini. Mapigano hayo yamezidisha hali ya taharuki na kuwatia hofu wakazi wa eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa wakazi kadhaa, mapigano yalianza katika vitongoji vya Kani na Rona kabla ya kusambaa kuelekea maeneo mengine ya jirani. Mashuhuda wanasema milio mikubwa ya risasi ilisikika na silaha nzito ilisikika kwa muda mrefu, huku mapigano yakionekana kuwa makali zaidi kuliko ilivyotarajiwa. Milio ya silaha ilisikika pia katika maeneo yanayozunguka mto Mutiri karibu na hospitali ya rufaa ya Masisi. Eneo hilo ni muhimu kwa huduma za afya, hivyo mapigano ya karibu na hospitali yanaongeza hofu kwa wagonjwa, wahudumu wa afya na wananchi waliokuwa wakitafuta usalama. Kutokana na hali hiyo, wakazi wengi walilazimika kujifungia majumbani mwao, huku wengine wakikimbilia maeneo yanayoaminika kuwa salama zaidi. Shughuli za kawaida za kijamii na kiuchumi zimesimama kwa muda kutokana na hofu ya kuathiriwa na vita vinavyoendelea katika eneo hilo. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi kuhusu idadi ya waliofariki au kujeruhiwa na hakuna upande uliotoa tamko rasmi kuhusu matukio ya mapigano hayo. Pia bado haijabainika ni upande gani uliodhibiti eneo iliyokuwa yamekumbwa na vita. Kwa muda mrefu wilaya ya Masisi imeendelea kushuhudia migogoro ya mara kwa mara kati ya makundi yenye silaha, hali inayosababisha maelfu ya wananchi kukimbia makazi yao na kuendelea kuishi katika mazingira magumu ya kibinadamu. Kwa ujumla, mapigano haya yanaonyesha kuwa hali ya usalama katika eneo la Masisi ni mbaya. Wananchi wanaendelea kutoa wito kwa pande zote zinazohusika kusitisha mapigano na kutafuta suluhisho la amani ili kurejesha utulivu na kulinda maisha ya raia. Twende na habari kutoka mashariki mwa DRC ambako hali ya taharuki imeendelea kutawala katika kijiji cha Logo kilichopo katika groupement ya Wasa wilayani Walikale mkoani Kivu Kaskazini kufuatia tukio la mabishano kati ya wanajeshi lililogeuka kuwa ufyatuaji wa risasi na kusababisha vifo vya raia wawili.
Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya eneo hilo, tukio hilo lilitokea jioni ya Ijumaa tarehe 24 mwezi wa 7 mwaka wa 2026 majira saa 2 usiku. Inadaiwa kuwa wanajeshi waliokuwa ndani ya nyumba moja walizozana kwa sababu ambazo bado hazijafahamika. Mabishano haya yalizidi kuwa makali na baadaye yaligeuka kuwa matumizi ya silaha. Katika ufyatuaji wa risasi, raia mmoja alifariki dunia papo hapo, huku mwingine akijeruhiwa vibaya. Ambaye alijeruhiwa alikimbizwa katika kituo cha afya kwa sababu ya kupewa matibabu, lakini alifariki dunia baada ya muda mfupi baada ya kupokelewa hospitalini kutokana na majeraha aliyoyapata. Vyanzo hivyo vinadai pia kuwa baada ya tukio hilo, nyumba iliyokuwa ikitumika wakati wa mabishano hayo iliteketezwa kwa moto. Gari lilokuwa likitumiwa na wanajeshi wanaodaiwa kuhusika na tukio hilo ilichomwa kwa moto. Hata hivyo, mazingira yaliyosababisha moto huo bado haijathibitishwa rasmi. Asubuhi ya Jumamosi, hali ya wasiwasi iliendelea kutawala katika kijiji cha Logu. Shughuli zote za kijamii na kiuchumi zilisimama, huku wakazi wengi wakiamua kubaki majumbani kwa hofu ya kutokea tena kwa matukio mengine ya vurugu. Barabara ya maeneo ya biashara yalionekana kuwa matupu, jambo linaloonyesha ukubwa wa hofu iliyotanda miongoni mwa wananchi. Tukio hili limetokea wakati ambako wilaya Walikale tayari inakabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama. Kwa muda mrefu maeneo mbalimbali ya wilaya hiyo imekuwa ikikumbwa na vitendo vya makundi yenye silaha na matukio ya vurugu, hali inayowaweka wananchi katika mazingira ya hofu na kutokuwa na uhakika wa maisha yao ya kesho. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa na viongozi wa jeshi wala utawala kuhusu chanzo cha tukio hilo au hatua zilizochukuliwa dhidi ya wahusika. Hata hivyo, taarifa kutoka eneo la tukio zinaeleza kuwa mamlaka husika linatarajiwa kufika Logu kwa ajili ya kufanya uchunguzi wa kina ili kubaini ukweli wa kilichotokea na kuwajibisha wahusika endapo watabainika. Wananchi wa Logu wanatoa wito kwa serikali na vyombo vya usalama kufanya uchunguzi wa wazi na wa haki pamoja na kuimarisha ulinzi katika eneo ili kuzuia matukio kama hayo yasijirudie na kurejesha amani ya wananchi katika eneo la Walikale mkoani Kivu Kaskazini. Baada ya kusikiliza matangazo yetu ya habari kutoka sehemu mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji, basi acha nikuingie moja kwa moja na habari za kimataifa ili upate kujua nini kinachoendelea pembe zote za dunia. Karibu. La uchunguzi huo ni kwamba hakuna anayefanya hivyo kwa kiwango kinachofanywa na Wamarekani, na hivyo basi kila mtu anaonekana kuwa na hatia. The Americans, and therefore everyone is guilty. Baadhi ya mataifa yamekosoa hatua hiyo. Serikali ya Brazil imeeleza kwamba ushuru mpya wa 12.5% unatozwa bidhaa zake hauna msingi wa haki. Serikali ya Japan nayo imesema kwamba inasikitishwa na ushuru huo mpya, huku waziri wa biashara wa Australia Don Farrell akisema ushuru huo hauna uhalali kabisa. China imekuwa ikisema mara kwa mara kwamba inapinga aina yoyote ya ushuru unaowekwa kwa uamuzi wa upande mmoja na imekanusha tuhuma za matumizi ya ajira ya kulazimishwa. Msimamo wa China kuhusu masuala ya uchumi na biashara kati yake na Marekani umeendelea kuwa dhabiti na wazi. Tunapinga aina zote za hatua za upande mmoja kutoza ushuru. Vita vya ushuru au vita vya kibiashara havina manufaa kwa upande wowote. Ingawa Uingereza na Umoja wa Ulaya watakabiliwa na ushuru wa 10% unaofanana, Uingereza watalipa kiasi kidogo zaidi kutokana na tofauti zilizopo katika mikataba miwili iliyojadiliwa na Rais Trump na aliyekuwa Waziri Mkuu Keir Starmer. The US is our largest export. Marekani ndio soko letu kubwa zaidi la bidhaa za mauzo ya nje. Thamani ya mauzo hayo ilifikia karibu pauni bilioni 1 mwaka 2025. Tangu ushuru huo ulipoanza kutekelezwa, mauzo yetu ya bidhaa za nje yalipungua kwa 15%. Hilo ni pigo kubwa, hasa kwa kuwa Marekani ndio soko letu muhimu zaidi. Hivyo kuona ushuru huo ukiondolewa lilikuwa jambo la kututia matumaini makubwa. So seeing this lifted is really exciting. Kwa muda mrefu Trump amekuwa akisisitiza kwamba ushuru unalinda wafanyakazi wa Marekani na kuimarisha uchumi wa nchi hiyo. Mwezi wa Aprili mwaka 2025, Trump aliweka ushuru wa hadi 50% kwa washirika mbalimbali wa biashara duniani katika kile alichokiita siku ya ukombozi, akisema kwamba hatua hiyo ilikuwa inalenga kurekebisha kile alichodai kuwa ni mfumo usio wa haki dhidi ya Marekani.
Na mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amezitaka nchi zinazohusika katika vita vya Iran kusaidia kuokoa na kuhamisha mabaharia 6,000 waliokwama katika mlango bahari wa Hormuz. Iran imeendelea kufanya mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya Marekani kufuatia mashambulizi makubwa yanayoendelea kufanywa na Marekani nchini humo. Beldin Waleula na maelezo zaidi. Milipuko iliripotiwa katika maeneo mbalimbali ya pwani ya Ghuba ya Iran pamoja na maeneo ya magharibi, kaskazini na katikati mwa nchi hiyo. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali ya Iran, watu 4 waliuawa na wengine 5 kujeruhiwa katika shambulio lililotokea kusini magharibi mwa nchi hiyo. Baadaye Iran ilitangaza kuwa imefanya mashambulizi dhidi ya Kuwait, mshirika wa Marekani, huku ving'ora vya tahadhari vikisikika nchini Bahrain na Jordan. Wakati huo safari za ndege zilisitishwa katika uwanja mkubwa wa ndege nchini Iraq baada ya taarifa za kuanguka kwa ndege hiyo isiyo na rubani. Hatua hiyo imekuja wakati Iran kilaani mpango wa Marekani wa kutumia mali za Iran zilizozuiwa kulipia fidia ya uharibifu uliosababishwa na vita, jambo linaloashiria kuongezeka kwa mvutano kati ya mataifa hayo mawili. Siku ya Alhamisi, Rais wa Marekani Donald Trump alisema kuwa gharama za uharibifu wa meli na mizigo katika mlango wa Hormuz zingelipwa kwa kutumia fedha za Iran ambazo Marekani inazimiliki na kuzidhibiti. Mwezi wa Juni, Marekani na Iran zilifikia makubaliano ya vipengele 14 yaliyolenga kusitisha operesheni za kijeshi, kufungua tena mlango bahari wa Hormuz kwa usafiri wa baharini na kufikia makubaliano ya kumaliza vita ndani ya siku 60 zilizofuata. Hata hivyo, wiki 3 baada ya kutiwa saini kwa makubaliano hayo, Trump alitangaza kuwa usitishaji mapigano umekoma kufuatia mashambulizi ya Iran dhidi ya meli katika mlango bahari wa Hormuz na mashambulizi ya kulipiza kisasi yaliyofanywa na Marekani. Trump anafahamu kwamba hana uungwaji mkono wa kisiasa nchini kwake kwa hatua kubwa ya kuongeza operesheni za kijeshi ambayo huenda ingehitajika kuibadili msimamo wa Iran kwa wakati huo. Haionekani kwamba ana nia kutekeleza hatua hiyo. Licha ya matamshi yake makali, ameendelea kuizuia Israel isichukue hatua zaidi za kijeshi. Sidhani kama atafikia hatua hiyo, na pia sidhani kama Iran inaamini kwamba atafanya hivyo. I don't think he's going to go there. I don't think the Iranians believe he's going to go there. Kifungu cha 11 cha mkataba huo wa maelewano kilieleza kuwa Marekani inajitolea kuweka wazi na kuruhusu matumizi kamili ya fedha na mali za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ambazo zimezuiwa au kuwekwa chini ya vikwazo. Wakati Marekani ikiendelea na juhudi za kurejesha udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz, wasiwasi unaongezeka kuhusu vitisho vipya dhidi ya usafiri wa baharini katika bahari ya Shamu vinavyotokana na waasi wa Houthi wa Yemen wanaoungwa mkono na Iran. Hali hiyo imechangia kupanda kwa bei ya mafuta ghafi iliyopita $100 kwa pipa, kiwango cha juu zaidi tangu mwezi Mei. Mvutano kati ya Marekani na Iran umeendelea kuongezeka tangu mwanzoni mwa mwezi Julai. Beldin Waleula, BBC. Na asante Beldin Waleula. Makamu wa Rais wa Tanzania Daktari Emmanuel Nchimbi ametaka raia wa taifa hilo kuendelea kudai kupatikana kwa katiba mpya yenye maridhiano ya kitaifa, akisema ndio msingi wa kuimarisha haki za binadamu, utawala bora na demokrasia. Akizungumza wakati wa kufungua mkutano mkuu wa 15 wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu jijini Dar es Salaam hii leo, Daktari Nchimbi anasema kama angepewa nafasi ya kuambia Watanzania jambo moja tu, angewaambia pambaneni mpate katiba mpya. Sheria zote ambazo zipo na zilizotangulia kuwepo zinazokinzana na katiba ile, siku ile ukipitisha katiba mpya zinakuwa zimekufa hizo sheria zinazokinzana na katiba. Ndio maana kama nina kitu cha kuwaambia Watanzania nitasema pambaneni mpate katiba mpya. Pambaneni mpate katiba ambayo ina makubaliano ya wadau wote. Katiba yenye mwafaka katika taifa. Katiba itakayotupeleka mbele miaka 50 inayokuja. Katiba ambayo kila Mtanzania popote alipo atajisikia fahari kujitambulisha, mimi natoka Tanzania. Yenye katiba inayojali maisha ya mtu, lakini pia katiba inayoheshimu haki za raia wake. Katiba inayotupeleka kwenye maendeleo, si maendeleo ya mali tuna uchumi, lakini maendeleo ya heshima na utu wa binadamu anayeishi katika Tanzania.
Makamu wa Rais wa Tanzania huyo. Na kauli hiyo inakuja wakati mjadala kuhusu katiba mpya ukiendelea nchini humo. Mchakato wa kuandika katiba mpya ulianza mwaka 2011 chini ya Rais Jakaya Kikwete, lakini ukakwama mwaka 2014 kabla ya kupiga kura ya maoni. Rais wa Tanzania wa sasa Samia Suluhu Hassan amesema mchakato huo utafufuliwa kabla ya mwaka 2030, huku ilani ya Chama cha Mapinduzi yani CCM ya uchaguzi wa mwaka 2025 pia ukiahidi kuendeleza mchakato huo. Daktari Nchimbi anasema haki za binadamu si swala la sheria pekee, bali linagusa maisha kila siku ya kila Mtanzania. Na msikilizaji, kumbuka kwamba matangazo haya unaweza pia kuyategea sikio kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili. Hiyo BBC News Swahili pia ndio utakapoipata kwenye YouTube. Nchi wanachama wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa ICC zitapiga kura leo Ijumaa kuamua iwapo watamuondoa mwendesha mashtaka mkuu wa ICC Karim Khan kutokana na tuhuma za unyanyasaji wa kingono katika kesi ambayo imetia doa hadhi ya mahakama hiyo, wakati ambapo Marekani imezidi kukosoa vikali utendaji wa mahakama ya ICC. Khan mwenye umri wa miaka 56 amekanusha kufanya kosa lolote. Zaidi na Hamid Abubakar. I, Karim Assad Ahmed Khan, solemnly undertake. Karim Khan aliapishwa kuwa mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC tarehe 16 Juni mwaka 2021. And exercise my powers as prosecutor of the International Criminal Court. Aliapishwa rasmi kwa kiapo chake cha na ni hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari za asubuhi leo, ikiwa ni tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka 2026. Mpendo wa msikilizaji na mtazamaji, acha tuseme asante kwa kuendelea kuchagua Kongo Post News kama kituo chako chema na bora cha matangazo. Ni yana mazungumzo yetu kila siku, ni wakati tunaletea habari sahihi na kuaminika vile kwa muda mwafaka. Basi tukutane katika taarifa yetu ya habari ya mchana ili upate kujua nini kinachoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Chao.